Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, unayeongoza vyote mbinguni na duniani, uyasikilize kwa wema maombi ya watu wako, na uzijalie nyakati zetu amani yako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya sura ya 49 aya ya 3 aya ya 5 hadi ya 6. Bwana aliniambia, wewe mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena. Maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amepewa nguvu zangu. Naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe huru, uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Neno la Bwana.
kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sostene ndugu yetu, wa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote waliolitia jina la Bwana wetu Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote waliolitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika mahali Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Neno la Bwana.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohane. Sura ya kwanza aya ya 29 hadi 34. Siku ya pili, Yohane Mbatizaji alimwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyo ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa taifa la Mungu, Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema wema wa Mungu uko kwetu daima, kwa sababu Mungu anajidhihirisha, anajionyesha, anajifunua. Mwanadamu asingeweza kumjua Mungu kama Mungu mwenyewe asingejifunua. Mwanadamu kichwa chake na moyo wake ni finyu. Mwanadamu ni mdogo mno mbele ya Mungu, lakini cheo chake ni kikubwa sana, kwa sababu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu mwenyewe yumo ndani ya mwanadamu, na mwanadamu anapoishi kwa ukamilifu ndipo anapodhihirisha ukuu wake. Anaishije kikamilifu? Ndiyo maana Mungu akamtuma kwetu mwanaye ili aje amdhihirishe, ili mwanadamu apate kuona utimilifu na ukamilifu ndani ya mwana. Na utimilifu huo unaodhihirika katika Mungu mwana unadhihirisha kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, yule ambaye nimesikia Yohana akisema, mimi nimeona na nimeshuhudia. Roho Mtakatifu
Mtakatifu akishuka juu yake na kukaa na kubaki. Mwanadamu akiweza lengo la mwanadamu hapa duniani katika katekisimu ya zamani tulikuwa tunasema ili apate kumjua Mungu, apate kumpenda Mungu, apate kumtumikia na siku moja akaishi naye huko katika umilele. Ndiyo lengo la mwanadamu. Na siku ya leo, Jumapili ya pili ya mwaka wa kanisa, Mwinjili Yohane ambaye ni kati ya wainjili ambao wanaingia kiundani fumbo la Kristo, anatueleza huyu ni nani ili tupate kumjua. Katika baada ya Noeli, baada ya mtoto kuzaliwa, baadaye tumesherehekea sikukuu ya Epifania. Epifania ni kudhihirishwa kwa mwana wa Mungu, na akadhihirishwa kama mfalme, akadhihirishwa kama mfalme wa mataifa yote. Ndio maana tunaona mamajusi wametoka nchi za mbali. Wengine katika michoro ya zamani wanaonyesha jinsi mmoja alivyokuwa mweupe, mwingine wa njano na mwingine mweusi. Nafikiri mweusi anatuwakilisha sisi. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini walitaka kueleza kwamba mtoto aliyezaliwa ni mfalme wa watu wote. Ndio maana kanisa la Orthodox, makanisa ya Mashariki, wao Noeli ni tarehe 6 Januari, siku ya Epifania. Kwa hiyo anadhihirishwa mwana wa Mungu mara tatu, na siku ya leo ni mara ya tatu. Mara ya kwanza ni alipozaliwa, alipozaliwa na mamajusi wakaenda kumwabudu, na zile zawadi tatu alizopelekewa zilikuwa zinaelezea utume wake. Nafikiri mnazikumbuka. Dhahabu, zawadi waliopelekewa wafalme; manemane yaliyotumika madhabahuni kutolea sadaka hekaluni; uvumba, marashi ambayo yalitumika katika kuzika. Hizo zawadi tatu wakati wa mamajusi wamepeleka, zilikuwa na ujumbe huo kwamba mfalme aliyezaliwa ni mfalme kweli, mfalme kweli. Je, mfalme? Ndio maana Herode wale mamajusi waliibua taharuki, na Herode akaogopa, na aliyofuata mnafahamu. Zawadi ya pili, manemane, yule ni kuhani. Ni kuhani anayetangaza neno la Mungu na pia anatolea sadaka kwa ajili ya watu. Na ile zawadi ya tatu wengi hawakuelewa, kwa sababu huyo mtoto tayari utume wake ulikuwa utatekelezwa kwa njia ya kifo, kuzikwa na kufufuka. Kwa hiyo toka mwanzo kabisa Kristo anadhihirishwa ya kwamba ni mfalme kuhani, ni mfalme nabii, na ni mfalme atakaye wakomboa watu wake kwa sadaka ya kifo chake msalabani. Na masomo tuliyokuwa
tukiyasoma. Sasa somo la kwanza lilikuwa linaongea juu ya yule mtumishi wa Mungu anayeelezewa katika kitabu cha nabii Isaya. Kuna nyimbo 3. Sasa siku ya leo tumegusia, tumesikiliza utenzi wa wimbo wa 3. Kwa hivi hiyo ni udhihirisho wa kwanza wa mamajusi. Udhihirisho wa pili ilikuwa ni siku ya ubatizo wa Bwana. Jumapili ya kwanza ya mwaka wa kanisa ubatizo wa Bwana, mlisikia jinsi alivyokuwa akitangaza, huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, usikieni. Na Roho wa Bwana akashuka juu yake. Na hapa tumesikia Yohana anasema, toka wakati ule nikatambua kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Identity yake ya huyo mfalme sio tu mfalme, ila ni Mungu. Hili huwa linakwaza watu wengi, watu wa dini mbalimbali walielewi hili, ya kwamba Yesu sio tu mtu, bali ni Mungu, Mungu kweli na mtu kweli. Akadhihirishwa pale alipoenda kubatizwa, akaenda kubatizwa. Na hapa Injili ya leo ya Yohana anasimulia ilivyotokea. Ulisikia Jumapili iliyopita Yesu anapomwendea Yohana anamwambia, mimi sistahili kukubatiza wewe. Nakubatizaje wewe? Sistahili hata kufungua gidamu za viatu vyako. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, wewe ni mkuu kuliko wote. Kwa hiyo tunamfahamu katika ubatizo wa Yesu ya kwamba ni nafsi ya pili ya Mungu. Utatu Mtakatifu uliungana siku ile alipobatizwa na akatangazwa rasmi. Somo la kwanza la Jumapili iliyopita, wimbo wa pili unaelezea kwamba huyu ni mwana, utume wake ni wakomboa watu, utume wake ni vita dhidi ya dhambi, na jina lake Yesu ndio maana yake. Malaika alipokuja kumpasha habari Bikira Maria alisema, utamwita Yesu, ndiye atakayewakomboa watu wake dhidi ya dhambi. Lakini basi masomo haya tukiyasikiliza vizuri, tunapata uelewa zaidi, tunapata kumfahamu zaidi Kristo, na tukimfahamu Kristo tunapaswa kumpenda. Tutaachaje kumpenda mtu anakuja kukutoa katika giza? Utaachaje kumpenda mtu au kitu kinachokufanya wewe utoke katika dhiki, utoke katika utumwa, utoke katika damu, utoke katika uchafu, uwe safi? Lazima umpende. Utaachaje kumpenda? Lakini inawezekana. Wapo watu ambao wanakufuru hata wazazi wao waliowaleta duniani, anafikia hatua anampiga kofi mama yake kabisa azoga, au baada ya kufaulu na kufanikiwa katika maisha anakengeuka, anaringia wale watu ambao ndio sababu ya kuwa kama alivyo. Na sisi pia tukikengeuka, na tunakengeuka vipi? Ni katika mambo yale ambayo yanatufanya kama tumelewa, tumechanganyikiwa. Hatuna budi kumpenda Kristo, hatuna budi kumpenda Kristo kwa sababu Kristo ndiye mkombozi wetu,
kwa sababu Kristo amekuja kwa ajili yetu. Yeye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na ufunuo wake wa tatu siku ya leo, Injili inatuelezea baada ya kumtambulisha ya kwamba huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, na mwana kondoo katika lugha ya Kiebrania maana yake mtumishi. Yesu aliongea Kiebrania. Yohana Mbatizaji aliongea Kiebrania. Wayahudi walikuwa wanaongea Kiebrania, baadaye lugha zingine zikaja kama Kigiriki na Kirumi. Mtumishi. Na ndiyo somo la kwanza ambalo tumelisikia likisema mtumishi wangu. Linatueleza juu ya mtumishi wa Mungu. Nasema wewe u mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitakutukuza. Wewe ndiwe mtumishi wangu ambaye katika wewe nitakutukuza. Sasa neno hilo lina akisi katika Biblia reference mbili muhimu. Reference ya kwanza ni ile ya kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 aya 7, inayoeleza mtumishi wa Mungu aliye kama mwanakondoo anayeongozwa machinjioni, halalamiki, akionewa anakaa kimya. Anakuwa kama mwanakondoo anayepelekwa kunyolewa manyoya yake yale. Hanyanyui sauti, anabaki mnyenyekevu. Huyo ndiye mtumishi wa Mungu. Walielewa wakati Yohana anasema tazama mwana kondoo wa Mungu. Wayahudi walielewa, kwa sababu kama mnakumbuka, Yohana Mbatizaji walikuja Masadukayo na Mafarisayo na wale wazee wa dini ya Kiyahudi kumuuliza Yohana, wewe ndiwe Kristo? Wewe ndiye Masia? Yeye alikiri na hakukana, akasema mimi siye. Yeye hajaye ni mkuu mno, sithubutu hata kulegeza gidamu za viatu vyake. Mimi sasa hivi wakati anabatiza katika mto Yordani, nabatiza kwa maji. Atakapokuja yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Sasa baada ya wakuu wa dini za Kiyahudi kuondoka, ndio maana mmesikia hapa katika siku ya pili Yesu akaja, ni kama vile kuthibitisha, akawa anapita. Yohane Mbatizaji alikuwa na wanafunzi wake, ndiye anayewaambia tazama mwana kondoo wa Mungu. Na mwana kondoo wa Mungu walielewa, manake yule aliyetabiriwa katika kitabu cha nabii Isaya, yule ambaye anapelekwa machinjioni na kwa damu yake watu wanakombolewa. Mnyenyekevu, hanyanyui sauti. Ndio maana Jumapili ile tulisoma, anasema mwanzi uliokondeka hautavunjika, na utambi ulio karibu
kuzimika unatoa moshi hata uzima. Inaeleza jinsi alivyo mnyenyekevu, jinsi alivyo msikivu, jinsi alivyo mtii. Huyo ndiye Masia. Na reference ya pili ni kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 46, ambapo Wayahudi wanapotoka utumwani Misri wanaambiwa wachinje mwana kondoo na damu ya huyo mwana kondoo waipake kwenye mihimili ya milango yao, ili kusudi Mungu anapokuja kuua wa Misri, akiona ile damu hawaache, wawe salama, wapate ulinzi, wakombolewe. Na baada ya janga kama hili, Farao aliwaruhusu Waisraeli waondoke, ndio mwanzo wa ukombozi. Kwa hiyo mwana kondoo wa sadaka, na Kristo ni mwana kondoo wa sadaka, maana kwa damu yake iliyomwagwa msalabani sisi wote tumetoka utumwani tunaenda nchi ya uhuru. Huyo ndiye Kristo ambaye tunamuona leo ameanza utume wake. Wakati wapili iliyopita tulisikia kwamba baada ya Yohani kuwekwa gerezani, tunasikia anabatiza naye. Kuna kipindi alibatiza nini? Ubatizo wa toba. Na hivi basi leo hii tunaalikwa kwanza tumfahamu Kristo, kisha mfahamu tumuige katika tuwe wanyenyekevu, tuwe waaminifu, tuwe watii kwa amri za Mungu, tuwe manabii ambao wanatangaza utukufu wa Bwana. Kama mlivyosikia hapo somo la kwanza, yeye atakuwa utukufu wa taifa lake Israeli na atakuwa nuru ya mataifa. Na sisi kama Wakristo ambao tumebatizwa, tumeoshwa dhambi ya asili na kufanya watoto wa Mungu kama Kristo mwenyewe, tuna kazi hizo mbili. Kazi ya kwanza ni ya kudhihirisha utukufu wa Mungu kama ilivyoimba wanakwaya wetu, utukufu wa Mungu. Na utukufu wa Mungu ni mwanadamu mzima anayedhihirisha ya kwamba Mungu yuko ndani mwake. Ndio kazi ya kwanza, kudhihirisha kwa maisha yetu ya kwamba Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja na mimi, Mungu pamoja na sisi, Mungu katika ulimwengu, hata sisi katika jamii yetu tunamoishi. Je, maisha yetu na staili yetu ya kuishi, ya kuongea, ya kufanya mambo inaonyesha kwamba Mungu yuko pamoja nasi? Ndugu zangu, nimeshasikia mijadala mingi ya kwamba maaskofu na padri, kwa nini wasiseme na makatekista? Kwa nini wasiseme na Wakristo wasijishughulishe na siasa? Kwa nini wasiseme hivyo? Tusihusike na siasa. Papa Francisco alisema siasa ni upendo kwa jirani. Upendo kwa jirani, kuangalia jirani ana maisha gani, maisha yake yako bora, yeye yuko salama au anatembea kwa uoga, au anakimbia nchi yake anaenda kwenye nchi za wengine,
ambapo atapata usalama. Kazi ya Mkristo ni kutakatifuza malimwengu, na sisi tumesikia hapa katika somo la pili waraka wa Paulo kwa Korinto, anawaita wa Korinto walioitwa kuwa watakatifu. Na sisi wito wetu ni kutakatifuza. Tutatakatifuzaje kama wewe haujaanza safari ya kuwa mtakatifu? Na ndiyo safari ambayo Bwana wetu Yesu Kristo amekuja kuianzisha, na anasema yeye ameushinda ulimwengu. Siasa ni watu wa social, nafikiri na social science na political science na philosophy, ni jinsi jamii inavyoishi, inavyopanga mipango yake katika nyanja zote: kijamii, kiuchumi, kiutamaduni, mwili na roho, mwanadamu mzima. Utukufu wa Mungu ni mwanadamu aliye mzima, aliye hai. Na sisi ndio wito wetu. Ukiacha siasa, tulikuwa watu wote hapo wana siasa. Sema mimi ni mwanasiasa. Siasa yetu ni kuboresha maisha ya mtu yawe bora, na tunatambua kwamba maisha ya mtu safari yake ni ya hija. Jubilei 2025 imetufundisha kwamba sisi ni mahujaji wa matumaini. Hapa duniani ni kupita tu. Kama ni mwili unao mzuri unapita, kama una kipato kinapita, kama una cheo kinapita. Kitu gani kinabaki? Roho yako ambaye itaenda kumwona Mungu siku ya mwisho. Atasema, njoo kwangu mwanangu, nilikuwa na njaa ukafanyaje? Nilikuwa na kiu, nilikuwa uchi, nilikuwa kifungoni, nilikuwa naonewa, ukanisaidia. Ndio wito wetu. Hebu niambie kama sio siasa hii. Basi ndugu zangu, maneno ya Mungu yanatualika sisi tumwangalie Kristo na tumfahamu kama mwanakondoo wa Mungu. Maana yake mtumishi mnyenyekevu aliyetoa uhai wake mpaka kufa, mpaka tone la mwisho la damu. Ndiye Pasaka mpya, ndiye mwana kondoo wa Pasaka mpya. Na ndio maana siku ile Yesu anaenda kufa, alikufa sikukuu ya Pasaka ya Wayahudi. Na alipokata roho, wale askari walipofika pale wakakuta amekufa, hawakumvunja miguu. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa imeelekezwa kwamba yule mwanakondoo wa Pasaka aliwe mzima na majani machungu na mkate usiotiwa chachu, na aliwe wima, viuno vyenu vikiwa vimefungwa, kwa maana ninyi ni wasafiri, ni mahujaji. Kwa hiyo basi, hiyo ndio ujumbe wa leo. Tambua Mkristo, tambua nafasi yako. Wito chako ni kuweza kuwa na wewe mwana kondoo, kwa sababu huna cha kuogopa. Unalindwa na damu ya Kristo ambayo imewekwa katika mihimili ya milango ya nafsi zetu. Unalindwa na damu ya Kristo. Unalindwa na damu ya Kristo. Unabudi
Kuna haja ya kuogopa. Kazi yako ni ya kuyafanya mapenzi ya Mungu. Wimbo tulioimba, wimbo wa katikati, matoleo na sadaka ukitaka, mwili umeniandalia, Bwana ni afanye mapenzi ya Mungu. Na sisi ndio wito wetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atufanye tena na sisi wana kondoo wanaotoa uhai kwa ajili ya ndugu zao. Mungu ni mwema na kila wakati. Tusimame tukiegemea. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote viliumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka kwa ajili ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, kadiri ya Injili, Yohane Mbatizaji alimshuhudia Yesu kwa njia mbalimbali. Yesu alipojipanga mstari pamoja na wakosefu wabatizwe, Yohane alimtambua kama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Tumwombe Mungu Baba atuwezeshe kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Tunakuomba utusikie. Baba wa mbinguni, utupe moyo wa kumshuhudia Yesu katika kuungama imani yetu bila woga. Bwana, tunakuomba utusikie. Utusaidie kushuhudia huruma ya Yesu kwa kuwahurumia wenzetu wenye shida za mwili na za roho. Bwana, tunakuomba utusikie. Utusaidie kushuhudia upendo wa Yesu katika familia zetu kwa kuwasaidia wanafamilia kupata mahitaji muhimu ya maisha. Bwana, tunakuomba utusikie. Utujalie kushuhudia umoja wa waumini wa huduma mbalimbali za ushirikiano. Bwana, tunakuomba utusikie. Utuonyeshe njia za kuwarudisha waumini waliojitenga na kuwaingiza tena katika kundi la waamini wako. Bwana, tunakuomba utusikie. Mungu Baba, utuwezeshe kumshuhudia mwanao wako Yesu Kristo kila mahali tunapoishi, na upokee maombi yetu kwa njia yake yeye tunayemshuhudia, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala milele na milele.